Ni zipi sifa za wacha Mungu? Kuna baadhi ya watu Magomeni hii wanaingilia watu kinyume na maumbile. Tokee ghafla mtume hapa, hebu naomba simu yako niikague. Kuna baadhi ya watu hapa hawezi kutoa simu kumpa mtume. Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani. Sifa za wacha Mungu. Ni zipi sifa za wacha Mungu? Sifa za wacha Mungu. Wacha Mungu ni wakina nani? Mwezi mtukufu Ramadhan, lengo lake la'allakum tattaqun. Lengo lake ni kuweza kufikia katika daraja ya ucha Mungu. Je, wacha Mungu ni wakina nani? Inawezekana ukawa unafunga kisha unaambiwa malengo ya mwezi mtukufu Ramadhan ni kufikia katika daraja ya ucha Mungu. Je, ucha Mungu ni kitu gani? Na je, wacha Mungu ni wakina nani? Ili wewe wakati unafunga uweke malengo kwamba mimi nikifikia hapa nimefikia katika daraja ya ucha Mungu. Tuishi na maneno ya Sayyiduna Ali karramallahu wajha. Ana maneno yake aliwahi kuulizwa siku moja, mattaqwa, ucha Mungu ni kitu gani? Aliulizwa Ali bin Abi Talib, ucha Mungu ni kitu gani? Ambacho kitu hiko tunakitafuta katika mwezi mtukufu Ramadhan. Jambo la kwanza Ali bin Abi Talib akasema, al-khawfu min al-jalil. Ucha Mungu ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio ucha Mungu. Ucha Mungu ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu min al-jalil, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu ni nini? Hofu ni nini? Mpaka uingie kwenye daraja hiyo ya ucha Mungu kwamba una hofu. Maana yake ni kwamba ni kukatazika kwenye kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Ni kumhofia Allah kwenye kila jambo. Kila unapotaka kufanya jambo unaamini Allah subhanahu wa ta'ala ananiona, unakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu min al-jalil. Ukijiona kila jambo unalolifanya unaamini kwamba Allah ananiona, ujue wewe una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ile nguzo ya ihsan, ibudu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona, ikiwa wewe humuoni hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Mcha Mungu ni yule ambaye anakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana ukawa na demu wako, ukawa na demu una dribble mfano wa Messi au Ronaldo. Maana kuna watu wengine mtu ana dribble mwanamke anamtanguliza kwanza mbele, anamwambia bwana njoo hoteli fulani ili watu wasimuone. Nafahamu vizuri? Yani kuna baadhi ya watu wanafanya uovu, kuna baadhi ya watu wana dribble kama Ronaldo, mpira anaweka mbali hivi, anamwambia njoo hoteli fulani, kashatangulia au mwanamke anatangulia, lengo lake watu wasimuone. Lakini mcha Mungu ni yule ambaye anajua kuwa watu hawanioni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Al-khawfu min al-jalil. Kuna mtu anaweza usimuone anakwenda kwa muhindi kwenda kubeti, yani asiende kwenye yale majumba ya kubeti, umuoni kwenda, lakini kumbe kwenye simu yake ana application maalum ya kubeti. Anaamini kuwa watu hawanioni kwa anacheza kamari, lakini kumbe kwenye simu yake kuna application. Mcha Mungu ni yule ambaye anajua kuwa watu hawanioni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Mcha Mungu ni yule ambaye anakwenda club hali ya kuwa amevaa cape, amevaa pama, akiamini kuwa watu hawanioni, lakini mcha Mungu ni yule ambaye anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Inawezekana ukajificha na pama watu wasikuone, alhamdulillah, mashallah, watu watakuwa hawakuoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Mcha Mungu ni yule ambaye anakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo. Sifa ya kwanza, ukitaka kumjua mtu mcha Mungu, mtazame katika mwezi mtukufu Ramadhan. Mtu amefunga, ana sukari, ana juisi yake nzuri ndani, ana chakula chake kizuri ndani, ana mke wake mzuri yuko ndani, lakini hanywi, hamgusi mke wake. Kwa nini? Kwa sababu anaamini kwamba Allah ananiona. Anaamini kwamba Allah ananiona. Sasa hivi katika mwezi mtukufu Ramadhan kuna watu hawaendi kwa vimada wao, bali al-insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja aliyekuwa hapa anajijua katika nafsi yake. Kuna watu wana vimada wapo hapa ndani,
Lakini katika mwezi huu mtukufu Ramadhani mtu aendi kwa kimada wake, kwa sababu anaamini kwamba Allah ananiona nimefunga. Mcha Mungu anaishi katika hali hiyo, yani kila analolifanya anafanya kwa ajili anajua Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Kuna baadhi ya watu tunavyozungumza hapa kwenye simu zao hivi sasa, kuna baadhi ya picha wamefuta. Kuna baadhi ya picha wamefuta kwa sababu kuna baadhi ya watu simu zao, lau kama itokee mtume aombe tu, bwana hebu naomba simu yako, atokee ghafla mtume hapa, hebu naomba simu yako niikague. Kuna baadhi ya watu hapa hawezi kutoa simu kumpa mtume, na kama watampa ataomba kwanza aingie kwenye gari afute baadhi ya vitu, kwa sababu kuna mtu kwenye simu yake hapa kumejaa pilau tupu, simu yake imejaa pilau tu. Lakini katika mwezi mtukufu Ramadhani haingii kwenye mafaili hayo, kwa sababu anaamini kwamba Allah ananiona. Sasa brother, ucha Mungu maana yake ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona unamkhofia Allah kwenye kila jambo, wewe una sifa ya kuitwa mcha Mungu. Lakini sifa ya pili, wal istidadu li yawmir rahil, mcha Mungu ni yule ambaye anafanya maandalizi kwa ajili ya siku yake ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafanya maandalizi kwa ajili ya siku ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Jiulize katika nafsi yako, maisha yako unayoishi hapa duniani, unaishi hali ya kuwa unajua kuna sehemu unakwenda, au unaishi hali ya kuwa unaamini kwamba utaishi milele? Mcha Mungu ni yule ambaye anaishi akijua kwamba kuna siku atakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na niwaambieni, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtakwenda kurejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha mtakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wala hamtodhulumiwa. Mcha Mungu ni yule ambaye anaishi anajua ipo siku nitarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na nitakwenda kulipwa kwenye yale ambayo nilokuwa ninayafanya. Je, unavyojiona kwenye maisha yako, unaishi hali ya kuwa unafanya maandalizi kwa ajili ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, kuna aya ilikuwa ikisomwa ndani ya Qur'an, alikuwa akisikia analia machozi mpaka anaanguka chini. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao, hakika leo ni wenye kuulizwa. Aya hii ilipokuwa inasomwa, Umar alikuwa akilia machozi sana, na mnamjua Umar ni katika wale watu 10 waliobashiriwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ilikuwa akisikia wasimamisheni, hakika hao ni wenye kuulizwa, alikuwa akilia machozi sana. Je, mimi na wewe maisha yetu tunaishije? Tunaamini kwamba kuna siku tutarejea kwa Allah, tutakwenda kusimamishwa, tutakwenda kulipwa, au tunaishi vipi? Mcha Mungu ni yule ambaye anaishi hali ya kuwa anafanya maandalizi ya siku yake ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kutengeneza kaburi lake. Mtu mmoja aliwahi kusema, al-uqalau arba'atun, watu wenye akili wapo katika makundi manne. Namba 1, man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, mtu mwenye akili na ndio mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kujenga kaburi lake kabla ya kwenda kuingia kwenye kaburi lake. Tujiulize, mimi na wewe tumejenga makaburi yetu? Tuna amali gani ambayo tunakwenda nayo katika makaburi yetu? Maana ndio kujenga kaburi. Asa mcha Mungu ni yule ambaye anafanya maandalizi ya siku yake ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya tatu ya wacha Mungu ni yule ambaye anaanza kumridhisha Mola wake, anaanza kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kwenda kukutana naye. Yani ukitaka kujua sifa ya mtu mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kwenda kukutana naye. Ni mtu ambaye ana akili timamu, lakini pia ana sifa ya kuitwa mcha Mungu. Man arda rabbahu qabla an yalqahu, ni yule ambaye anaanza kumridhisha Mola wake kabla ya kwenda kukutana naye. Ujue mtu huyo ni mcha Mungu na ana akili timamu. Lakini mtu mwingine ambaye ana akili timamu na mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Man taraka dunya kabla an tatrukahu, anaanza kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Ujue mtu huyo ni mcha Mungu.
Sayyiduna Ali alipokuwa anaelezea sifa za wacha Mungu, mtu namba 3 akamtaja waridha bil qalil, ni yule ambaye anaridhika na kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amemkadiria. Ukitaka kumjua mtu mcha Mungu, mtazame wakati ambapo anaridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiulize, mimi na wewe tunaridhika na ugavi wa Allah? Tunaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekadiria? Unaridhika na kile ambacho mwenzako alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa mfano, ukiona Imam Mursalina hapa amekuwa imam, je, unaridhika na Imam Mursalina kuwa imam? Au unaona hasadi, unaona chuki, kwa nini kawa imam? Fulani ana gari, unaridhika na fulani kuwa na gari? Wewe umegewa kanzu 50,000, mwenzako ya 100,000, unaridhika na kile ambacho Allah alichokupa? Ucha Mungu ni kuridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupa. Sasa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan tunafundishwa ucha Mungu, lakini huwezi kumjua mcha Mungu, mtazame katika sifa hizi 3: hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyojiandaa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyoridhika na ugavi au namna alivyogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtazame mcha Mungu katika maeneo hayo 3. Na jambo la mwisho, Ali bin Abi Talib akasema, wal amalu bitanzil, mcha Mungu ni yule ambaye anaifanyia kazi Qur'an. Yani Qur'ani ikisomwa, mcha Mungu anakuaje? Je, maisha yake anaifanyiaje kazi Qur'an? Mtazame mcha Mungu katika maeneo hayo, ndio utamjua mtu huyu kafikia katika daraja ya ucha Mungu au hakufikia. Katika mwezi mtukufu Ramadhan, malengo yake ni la'allakum tattaqun, tuweze kufikia katika daraja ya ucha Mungu. Tujipime ucha Mungu katika maeneo hayo, ndio tutajua kwamba tumefikia katika daraja ya ucha Mungu au hatukufikia katika daraja ya ucha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu mtukufu Ramadhan iwe ni sababu ya sisi kufikia katika daraja ya ucha Mungu, na baada ya kumalizika mwezi mtukufu Ramadhan tusirejee katika maasi ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia hizi na mwenendo huu tunaoona katika mwezi mtukufu Ramadhan, haya ndiyo maisha ya kiucha Mungu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia tuweze kuyaishi nje ya mwezi mtukufu Ramadhan. Na wallahi niwaambieni, mcha Mungu huwezi kumjua ndani ya Ramadhan, mcha Mungu utamjua nje ya mwezi mtukufu Ramadhan. Sasa hivi hapa kila mmoja ni mcha Mungu, watu hawaongopi hapa, hawaibi hapa, hawachezi avieta, hawachezi kamari. Nikisema avieta, vijana mtakuwa mnanielewa, vijana mtakuwa mnanielewa. Avieta, kuna kindege Sheikh Mursalina, kuna kitu chaitwa kindege avieta. Kuna kamari vijana wanacheza inaitwa kindege. Vijana wamekuwa addicted, wameathirika na ugonjwa huo wa kamari. Yani ukisikia ujue ushaliwa tayari, ushaliwa tayari. Vijana hawafanyi kazi. Mtu ana 10,000 yake anaamini 10,000 inaweza kumpa bilioni. Yani mtu anaweka mkeka wa 500 anaamini mkeka wa 500 utampa bilioni. Vijana wamefikia hapo, lakini mimi naamini kupitia mwezi mtukufu Ramadhani huu vijana wataacha mchezo wa kamari. Na kuna vijana wanaamini ya kwamba maisha yake hayawezi kufanikiwa mpaka awe mwizi, awe jambazi, yani adhulumu vya watu, anyang'anye vya watu ndio aweze kufanikiwa kwenye maisha. Lakini katika mwezi mtukufu Ramadhani watu wameacha wizi, watu wameacha dhulma. Kwa hiyo inawezekana mwezi mtukufu Ramadhani huu ikawa ni sababu ya kutufikisha katika maisha ya ucha Mungu. Maisha haya tunayoyaona katika mwezi mtukufu Ramadhani, hizi ndio tabia za kiucha Mungu. Na ukitaka kujua mtu mcha Mungu, njoo mtazame baada ya maisha mwezi mtukufu Ramadhani, mtu huyo maisha yake yapoje. Lakini mimi naamini kuna baadhi ya watu sasa hivi wameacha wanawake zao vimada pending kwanza. Siku Ramadhani ikiondoka, mtu anarejea tena katika mambo yake. Ndugu zangu, tukifanya hivyo tutakuwa tumeshindwa kuachieve, tumeshindwa kufikia katika malengo ya mwezi mtukufu Ramadhani. Malengo ya mwezi mtukufu Ramadhani ni kutufikisha katika daraja ya ucha Mungu, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho niwaambieni vijana wenzangu, nimalizie hapa, niwaambieni vijana wenzangu, niwa encourage, niwa motivate vijana wenzangu, kullu ibn adam khata'un,
Kila mwanadamu anakosea, hata mimi ninayezungumza hapa nakosea. Mshairi mmoja aliwahi kusema, manil ladhi masaa qat wa manil ladhi lahu alhusna faqat. Ni nani ambaye akosei kati ya sisi? Ni nani ambaye kwake ni mazuri peke yake? Kila mmoja aliyekuwa hapa anakosea na ana dhambi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wamotivate na kuwa encourage vijana wenzangu, tutumie fursa ya mwezi mtukufu Ramadhani kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atatusamehe. Hakuna dhambi Mwenyezi Mungu asiyesamehe. Tukitumia vizuri fursa hii katika mwezi mtukufu Ramadhani, Mwenyezi Mungu atatusamehe na itakuwa ni sababu ya kubadilisha yale maovu yetu kuwa katika mema yetu. Itakuwa ni sababu, haijalishi no matter umemkosea Mwenyezi Mungu kwa kiwango gani, haijalishi umemuudhi, umemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango gani, lakini brother, nikuambie, ukitubia toba ya kweli katika mwezi mtukufu Ramadhani, Mwenyezi Mungu atakufikisha katika daraja ya ucha Mungu. Lakini uwe na ikhlas na uwe na nia ya dhati na utubie kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anaweza kusamehe madhambi yote. Wako baadhi ya watu wanadhani pengine mimi ni muovu, nafanya liwat. Kuna baadhi ya watu Magomeni hii wanaingilia watu kinyume na maumbile, na huo ni ugonjwa ambao upo Magomeni hii, ni ugonjwa upo Kinondoni, Dar es Salaam umeingia. Mtu anafanya dhambi ya kuingilia wanaume wenzie, anafanya liwat. Brother, nikuambie katika mwezi mtukufu Ramadhani ukitubia kweli Mwenyezi Mungu anakusamehe. Na kuna baadhi ya watu wanaingiliwa kinyume na maumbile. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anaweza kukusamehe, haijalishi umemuasi au dhambi kubwa kwa kiwango gani, lakini Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kukusamehe. Kuna baadhi ya watu wanauza unga, kuna baadhi ya watu ni mateja, walevi. Brother, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, no matter umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango gani. Kuna baadhi ya watu walimuasi Allah, lakini leo tukiwazungumza tunasema radhiyallahu anhum. Masahaba miongoni mwao walikuwa na miungu ya tende. Mtu ana mungu wake wa tende, anamwabudia mungu wa tende, lakini Mwenyezi Mungu aliwasamehe na wakawa waja wema na mtume akawabashiria pepo. Na wewe brother, nikwambie, unaweza kuwa mcha Mungu na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukusamehe dhambi yako na akaibadilisha kuifanya kuwa katika mema yako, ikiwa utatubia kweli katika mwezi mtukufu Ramadhani. Babu tauba maftuh, the door is open, mlango uko wazi. Ni namna gani mwenyewe utaamua kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, ni namna gani utaamua kujibadilisha mwenyewe katika nafsi yako, na Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilisha. Haina maana kuwa wacha Mungu wameisha, hapana. Tuliokuwepo hapa tunaweza kuwa wacha Mungu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha yaliyokuwa katika vifua vyetu mpaka kwanza wenyewe tuamue kubadilisha yaliyokuwa katika vifua vyetu. Tukiamua, Allah subhanahu wa ta'ala atatubadilisha inshallah. Kwa haya machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.